Kutoka Kiarie, runinga ya Citizen, Kajiado Kaskazini. Toka Kajiado tuelekee kaunti namba 28 kwake Shitiabai, ambapo anatuambia kwamba jamii ya Sengwer inayoishi karibu na msitu wa Embubut huko Elgeyo Marakwet imeonyesha dhamira ya kulinda na kurejesha msitu huo wa asili kwa kuunganisha maarifa ya jadi na mbinu za kisasa za kisayansi. Katika eneo la Kapkok, wakazi wameendelea kupanda miche ya kiasili kwenye ardhi waliopewa na shirika la kulinda misitu KFS, wakilenga kurejesha maeneo yaliyoathiriwa na ukataji miti. Ni kwamba tungeomba serikali kupitia KFS, county government, tuwe na dialogue na serikali ili tuweze kuendeleza pamoja, tukae pamoja chini kwa meza, tuongee na tujue kwamba tutaendeleza hii utunzaji wa hii misitu namna gani, tukishirikiana na jamii na KFS pamoja. Kwa ushirikiano na serikali na mashirika mengine mbalimbali, jamii hiyo inasisitiza umuhimu wa wataalamu wa kisayansi pamoja na maarifa ya jadi ili kulinda msitu huo wa Mlima Cherengani ambao ni chanzo kikuu cha maji. Tunaomba kwamba tusiendelee kufanya uharibifu wa mazingira. Ni watu tu wawili wachache wenye wanaenda huko msitu wakiharibu mazingira, lakini jamii ya Sengwer iko na ile ujuzi wa kuzaliwa wa kuhifadhi mazingira. Lazima ni wanakopi kulima kutoka kwa jamii zingine. Sasa tukiwa na hiyo dialogue, tumetengeneza mazungumzo, sisi tutatokelezea na tunahifadhi msitu kwa njia ile inatakikana ya heshima. Aidha, wameliomba shirika la IUCN kuimarisha majadiliano kati yao na serikali, wakirejelea mafanikio ya mpango kama ule wa Chepkitale, eneo la Mlima Elgon mwaka 2011. Sisi kama jamii ya Sengwer tunakataa ukulima, tunakataa punda, pia tunakataa watu ya kufunga vyanzo, sababu hizo inalete kwa uharibifu. Tungependa serikali tuketi chini, tuone vile tunasafirisha funda, wale watu wanalima waende na sheria. Wakati huo jamii ya Sengwer inajiandaa kwa awamu ya pili ya sherehe za kitamaduni zinazolenga kuimarisha na kuhifadhi mazingira. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen.